أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. إذا المرء لم يلبث ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. بعد أشكر الله سبحانه وتعالى. أما موضوع خطبتنا اليوم، أما موضوع خطبتنا اليوم ndugu zangu Waislamu, عنوانها يقول: قوانين لحياتك حافظ عليها لا بد أن تستقر في ذهنك. Misingi ya kutembelea ndani ya uhai wako, basi ihifadhi, uizingatie na uirakizi, uiweke katika moyo wako ndugu zangu Waislamu, yabane sawa sawa katika ubongo wako ili yakusaidie katika mwendo wa maisha yako. Ikhwatal iman, ahbaba rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, ndugu zanguni katika imani, vipenzi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, ilamu anna albatila batila, tambueni ndani ya ubongo wenu na muweke ndani ya akili ya kwamba kila siku batil katika ulimwengu na maisha yetu itabaki kuwa ni batil, walau kathura atba'ahu, hata kama ndugu zangu Waislamu watazidi kuwa wengi, watakithiri wenye kuifata na wenye kuisapoti na wenye kuikubali. Wa anna alhaqa haqqu, na kwamba haki itabaki kuwa ni haki, walau qalla atba'ahu, na kwamba hata kama watakuwa ni wachache wenye kuifata haki. Wa inna rayatal haqqu, hakika bendera ya haki, qaiman wa illam yarfauha ahad, itasimama na imesimama hata kama haitoinuliwa na yoyote. Wa rayatul batila, na bendera ya batil, saqita, itaanguka na itabaki chini. Walau rafaha kullu ahadin, lau atainua kila mmoja. Hilo liweke akilini ndani ya maisha yako, namna Allah subhanahu wa ta'ala alilisadiki kwa kusema wakul jaa alhaqu, sema inakuja haki, wazahaka albatil, na batil inatokomea, inaondoka. Inna albatila kana zahuka, hakika batil siku zote haiwezi kukaa na haki, lazima itaondoka. Ndugu zangu Waislamu, hilo liweke akilini. Jambo la pili, la najata min almaut, ishi utakavyo, jua kwamba utakuwa na mwisho. Hakuna marefu ambayo yanakosa mwisho, ambayo yanakuwa hayana ncha. Ndugu zangu Waislamu, mahma kana tala alhaya, yani kwa vyovyote uhai utarepa, miaka itakwenda, la budda min almaut, lazima utaondoka dunia. Allah akasema kitaba muajjala, ni muda ambao tayari nimeusajili kwa kuupiga muhuri. Innaka mayit, Muhammad we ni mayit, wa innahum mayitun, na wao pia ni maiti. Kullu man alaiha fan, kila mmoja ambaye yuko juu ya dunia, kila chochote ambacho kiko juu ya ardhi kitaondoka. Ndugu zangu Waislamu, wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallama, ayul mu'minu aqyas ya Rasulullah, ni muislamu gani, muumini gani mwenye akili miongoni mwetu? Faqala, Mtume akasema, aktharuhum lilmauti dhikra, ni yule ambaye amezidisha kukumbuka sana umauti. Wa ahsanuhum lima badahu alistidad, na akaweza kuzidi akawa mwema katika kuyatenda baada ya kwamba atakufa, basi akawa anajiandaa zaidi kuhusu safari yake hiyo ya mbele. Ndugu zangu Waislamu, kwa hivyo unapoliweka akilini, ukirakiz kwenye ubongo wako, litakusaidia lolote unalolifanya. Utakumbuka hata mtu akikutukana, walaula yauma alqiyama, lau sio kifo tukahesabiwa kwa Allah, ningemrejeshea. Inakufanya nini? Uweze kuokopa. Na jambo la tatu, ndugu zangu Waislamu, ilamu anna dunya udhiya lilbala walimtihanat, jua kwamba
dunia hii imewekwa kwetu sisi wanadamu kwa sababu ya misukosuko na mabalaa, kwa sababu ya mabalaa na misukosuko. Kwa hivyo maisha yetu ya dunia yatakuwa watilka alayamu nudawiluha baina nnas, ni masiku ambayo yanabadilika. Leo unaweza kuwa mzima, kesho ukawa mbovu, au ukawa mgonjwa. Leo ukawa nacho, kesho ukawa hauna. Leo uko katika furaha, kesho ukawa katika huzuni. Ndiyo maisha ni mduara na mzunguko. Fayambaghi lilaqil, kwa hivyo inampasha mwenye akili ayuwatina nasahu, kuiandaa nafsi yake, lakini mbele ya macho yao unawapendezeshea wakawa mbio na bize ya maisha ya dunia. Wa ana haqiqatul mu'lima, na mimi ni ukweli ambao unaumiza. Ni lazima kifo kitatokea na kila mtu huku akiketi anakichukia. Kwa hivyo wasbir ala ma asabaka, subiri mwanadamu kwa mzunguko wa maisha yako ya dunia. Ndugu zangu Waislamu, suila al-Imamu Ahmad, aliulizwa Imamu Ahmad, mata yajidu al-abdu ta'mu raha, lini mwanadamu atapata raha ya kudumu ya kutulia ndani ya dunia hii? Faqala inna awwal qadam yad'uha fil janna, raha ya mwanadamu ya ukweli ni pale siku ya kwanza mguu wake wa kulia atautia ndani ya pepo ya Mwenyezi Mungu. Ndiyo siku ambayo atakuwa ameepukana na misukosuko na mitihani. Ila hata ukifa bado tu ni bishara, kisha kuna safari ndefu ya kiyama bado inakusubiri, ni misukosuko. Ili utulie ni wakati wewe utaingizwa ndani ya pepo. Akasema Abul Balagha Ali karamallahu wajha, akasema sayati alayka zamanun, tambua kwamba mwanadamu kwa vyovyote unavyo